Kubwa zaidi mezani ni kuhusiana na Young Africans kama mbio za ubingwa zinazidi kukalia kutikavu mara baada ya kuwakosa nyota muhimu ambao pangua kwenye kosi cha kwanza unawapata, si ndio? Uti wa mgongo wa timu. Na nyota hao tunafahamu kwamba uti wa mgongo unajua ndio upo katikati pale. Yes, na moja kati ya nyota ni Damaro ambaye anacheza katikati. Ndio. Dickson Job anacheza katikati, eneo la katikati, si ndio? Alafu hapo kuna Pacome Pedro Zuzo ambaye yeye kwenye safu ya ushambuliaji ya Young Africans ni pangua. Lakini pia kuna muda anacheza katikati kwa wenye eneo la namba 10. Sahihi kabisa. Tunaziweka vipi mbio za Young Africans, na tueleze sababu ya kila nyota mmoja kukosekana ndani ya Young Africans kwa hivi sasa? Young Africans kwa hivi sasa hiyo tunasema ni changamoto ambayo wanapitia, na miongoni mwa sababu ambazo zinafanya tuamini ni changamoto kutokana na mpinzani wake jinsi alivyo kwa hivi sasa, kwa maana klabu ya Simba. Tumeona kwenye mchezo ambao wamecheza wenyewe kwa wenyewe, Simba kuna namna fulani hivi wamebadilika, wameonekana kuimarika, lakini pia wanaonyesha kwamba uhitaji wa kufanya vizuri msimu huu unaonekana. Hii inatia pressure kwa Young Africans, na kubwa zaidi ni baadhi ya mechi kadhaa ambazo wamecheza Young Africans. Hatuwaoni wale Young Africans wale ambao wamekuwa wakifanya vizuri kwenye michezo ya huko nyuma, baada ya wao kuwakosa baadhi ya nyota. Anakosekana Pacome Pedro Zuzo, sababu ni injury ambayo aliipata katika mchezo dhidi ya JS Kabylie, na daktari wa timu amesema kwamba anaendelea vizuri, lakini bado hajaweka wazi ni muda gani ambao anaenda kukosekana. Kwa mchezo wa kesho dhidi ya Singida Black Stars hatakuwepo. Pengine labda baada ya mchezo huo tunaweza tukapata majibu ya kile ambacho kinaendelea kumuhusu Pacome Pedro Zuzo. Lakini mchezaji mwingine ni Damaro. Tunajua Damaro Kamara ametoka klabu ya Singida Black Stars, amekuja Young Africans kwa mkopo. Kwa hiyo kwenye kipengele ama mkataba ambao wamekubaliana kwamba kikutana wenyewe kwa wenyewe, mchezaji huyo hatakuwa na nafasi ya kuweza kushiriki katika huo mchezo. Kwa hiyo inakuwa sababu ya Damaro kukosekana. Lakini mchezaji mwingine ambaye anakosekana ni Dickson Job, kapteni msaidizi. Alipata injury katika mchezo dhidi ya Simba Sports Club, na taarifa ambayo tumeipata anaenda kukosekana kwa miezi miwili kutokana na injury ambayo ameipata. Kwa hiyo nikirudi kwenye kile ambacho umekizungumza kwamba kinaweza kikatia mashaka kwenye safari yao ya ubingwa, kwa sababu ndani ya muda huu ambao wanawakosa baadhi ya nyota wanaenda kukutana na michezo migumu. Wa kwanza ndo huo dhidi ya Singida Black Stars. Tunajua Singida Black Stars licha kuwa hawajaanza vizuri msimu huu, lakini hizi timu zikikutanaga na timu kubwa tunajuaga jinsi gani ambavyo wao wanabadilika. Kwa hiyo kwangu mimi sitafsiri kama ni mchezo rahisi, kwangu ni mchezo mgumu, kwa sababu ukiwataja wale majianti wanne kwa sasa ni Premier League, lazima utamtaja pamoja naye Singida Black Stars, mbali na Simba pamoja na Azam na mwenyewe Young Africans. Lakini pia ndani ya muda huo pia kuna mchezo wa Dar es Salaam Derby dhidi ya Azam FC upo ndani yake. Kwa hiyo unaweza ukaona mchezo ambao sio mrahisi. Tunajua Azam kukutanaga na Young Africans, kwa hiyo kwangu mimi inaweza ikatia mashaka, ingawaje pia Young Africans bado wana wachezaji ambao wamekuwa bora, lakini pia wana wachezaji ambao wanaweza kureplace vizuri, ingawaje pia tumeona kwenye mechi kadhaa ambazo replacement ya Pacome Pedro Zuzo bado kama haijapatikana vizuri, kwa sababu ile shape ya uchezaji Young Africans inakosekana. Kwa hiyo ndo sababu ya Young Africans kuwakosa hao nyota watatu kwenye mchezo dhidi ya Singida Black Stars. Yes, hiyo ndio sababu ambayo inapelekea sasa kuna yale ambayo yanazidi kujiri. Kuna tamko la semaji, mwenyekiti wa Masimango au mwenyekiti wa wasemaji ndugu Ali Shabani Kamwe. Kuna yale ambayo ameyapitia kutolea ufafanuzi, si ndio? Tunakuja kuyapitia hapa kwa faida ya watazamaji na wasikilizaji wetu. Sahihi. Yes, sasa wakati huo tunapitia Yanga itaathirika vipi kwa kuwakosa nyota hao watatu, kuanzia kwenye mchezo
ambao uko mbele yao zidi ya Singida na kuendelea mbele? Nadhani kikubwa ambacho Young Africans wataathirika ni style ya uchezaji, kwa sababu kuna namna fulani timu inatengeneza mashambulizi kwenye base yake. Kila timu ina huo mfumo. Kuna wengine ambao wanatengeneza mfumo wa yani build up from the back, kwa maana wale ambao mashambulizi yao yanaanza kuanzia nyuma, kwa maana goalkeeper ataanza na mabeki wake wa pembeni ama ataanza na beki wake wa kati, anasogea namba 6, unaipeleka timu mpaka inafika juu. Lakini kuna timu ambazo wao wanatumia mipira mirefu wakitegemea mawinga wao ama namba 10 ambaye ana speed. Lakini pia wapo wengine ambao mashambulizi yao yanaanza kwa namba 6, kwa maana katikati ya eneo lao. Young Africans wakati wa kabla ya hizi mechi 3 kama 4 ambazo amekosekana Pacome Pedro Zouzoua, tumeona hata mfumo wao umebadilika. Mwalimu Pedro Gonçalves ametoka kwenye 4-2-3-1 amekuja kwenye 4-4-2 ili kuipata balance ya eneo la ushambuliaji, kwa sababu kukosekana kwa Pacome Pedro Zouzoua, yeye ndo alikuwa kirainishi katika timu ya Young Africans, lakini mara kadhaa yeye alikuwa muamuzi wa kuamua kwamba tunacheza vipi na tunatengeneza vipi mashambulizi. Ndio maana umeona kukosekana kwake tu hadi mfumo umebadilika, mwalimu anacheza na mastreka wawili ambapo huko nyuma alikuwa afanyi hivyo. Kwa hiyo Pacome kukosekana kwake ameathiri style ya uchezaji wa Young Africans. Hata mashambulizi yao Young Africans yalikuwa yanaanzia pembeni, kwa maana upande wa kulia unamkuta Isla Patrick Mwenda, upande wa kushoto Mohamed Hossein Zimbwe. Ndio maana unaona hata Shedrack Isaka Boka pia haonekani zaidi kuhitajika katika huo mchezo. Hata wakati ambapo anahitajika, basi mwalimu anamchezesha eneo la juu. Tumeona kwenye mchezo dhidi ya JKT Tanzania. Kwa hiyo wameathiri style yao ya uchezaji. Haikushangazi watu kusema kwamba Young Africans sasa hivi haichezi vizuri kwa sababu kuna mtu ambaye anakosekana. Haya maneno yamekuja baada tu ya Pacome Pedro Zouzoua kiwango chake kuporomoka, lakini kukosekana katika mchezo ndo maneno yamezidi kuongezeka zaidi. Kwa hiyo athari ambayo anaipata ni kubadilika kwa style yao ya uchezaji, lakini kitu kingine ni mwalimu kuja na mfumo mpya ili kuweza kumfavor yeye kuweza kupata matokeo. Sasa kwenye haya mabadiliko ambayo anayafanya inategemea opponent ambayo unacheza naye. Kuna baadhi ya mechi Young Africans ameshinda sio kwa sababu ya kucheza vizuri ama kudominate mchezo, bali ameshinda kutokana na quality ya wachezaji ambao wapo nao, lakini pia udhaifu wa timu pinzani ambao anacheza nao. Mchezo dhidi ya Namungo tumeona Young Africans vile ambavyo amestruggle. Pengine labda kama waamuzi wangekuwa makini, labda tungeona matokeo tofauti na yale ambayo yametokea. Lakini mchezo dhidi ya JKT Tanzania wameshinda goli 5, lakini si kwamba walikuwa bora sana, bali udhaifu wa JKT Tanzania na vile ambavyo amekuja. Tunamjua mwalimu Ahmed Ali amekuwa ni mzuri sana kwenye kuzuia, lakini katika ule mchezo pengine labda aliona kwamba Young Africans labda dhaifu, lakini alikuja hakumheshimu. Alikuja kana kwamba anacheza na timu ya kawaida. Hii ikapelekea yeye kuweza kupoteza kwa idadi kubwa ya magoli. Lakini ukija mchezo wao mwisho ambao wamecheza dhidi ya Simba, tumeona Simba jinsi ambavyo wao wamedominate. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba lazima kuna mabadiliko yatokee kiuchezaji pale ambapo unaingiza mfumo mpya. Tumeona hata misimu kadhaa nyuma wakati Yusuf Dabo anaama kwenye mfumo wa mabeki wanne na kuja kwenye mfumo wa mabeki watatu. Alijaribu dhidi ya Young Africans, akapata kichapo cha magoli 4 katika mchezo wa ngao. Baadaye akarudi kwenye shepu yake, na mchezo ambao walikuja kwenye ligi tuliona Azam waliweza kupata ushindi. Kwa hiyo mwalimu anapobadilisha mfumo itategemea na opponent ambaye anakutana nao. Anaenda kukutana na Singida Black Stars. Kuna vitu ambavyo Singida ni timu bora, timu nzuri, lakini akichezaga na Young Africans kuna mambo ambayo sitaki kuamini, lakini kuna vitu vinanifanya viniaminishe. Unaweza kumuona Singida alikuwa bora anaenda kucheza na Young Africans, ukasikia kawapumzisha nyota wake kwa ajili ya mchezo wa CRDB Federation Cup. Tunaweza tukakutana nacho kitu kama hicho. Kwa hiyo kukutana kitu kama hicho unaona kabisa Young Africans anaenda kupata ushindi kirahisi. Lakini kama Singida atakuja tough, quality ya wachezaji ambao yupo nao, inaweza kawa ni mchezo mgumu sana kwa Young Africans. Wakati huo pia zinasalia kama wiki 1.5 kwenda kukutana na mchezo dhidi ya Azam. Kama bado ataendelea kwa hivi, basi inaweza kawa changamoto kwao Young Africans. Basi inaweza kuwa changamoto kwao Young Africans namna hiyo. Sasa tumewapitia wachezaji hao na namna ambavyo ni muhimu kwa timu
ya Young Africans na mbio zao za ubingwa. Yeah. Nataka nikupitishe ndugu mtazamaji kwenye yale ambayo yanazidi kuchukua nafasi kwa ukubwa zaidi, na hivi sasa mwenyekiti wa wasemaji ndugu Ali Shabani Kamwe, yep, ametoa andiko lake. Ameandika sana na hapa kubwa ni ameandika kuhusiana na issue hii ya Damaro ya Damaro, na tunafahamu Yanga inaenda kucheza na Singida. Yes. Kuna jambo la kulingamua hapa. Amesemaje? Sasa nikusomee. Yes. Nikusomee. Yep. Amechukua lile tamko liloandikwa na msemaji wa Singida. Okay. Ameandika kwamba utaratibu unafahamika. Maana Hussein Masanza. Utaratibu unafahamika. Mchezaji aliyetolewa kwa mkopo hachezi. Mchezaji wa Singida hawezi kucheza dhidi ya Singida. Yes. Si ndio? Yep. Yeah. Ndugu yetu Alimido anaweza kaishughulikia pia hii kwenda nayo hewani. Okay. Yeah. Sasa Ali Kamwe ameenda kujibu. Kaka yangu Omi Kaya, huyu Omi Kaya ni moja kati ya top pale Singida. Okay. Kaka yangu Omi Kaya, najua uko busy sana na shughuli za utendaji hapo kwenye klabu yenu. Yep. Lakini naomba angalau uwe unatenga dakika 10 kwa siku, uwe unamfundisha mpira huyu kijana wenu. Hapo manake anamwambia awe anamfundisha mpira Masanza. Anawatia aibu sana. Leo ngoja nimpe shule kidogo, halafu mengine nitakuachia uendelee naye. Ndio. Kwanza issue ya loan sio utaratibu na makubaliano. Klabu A hapa amesema na, lakini naona ilikuwa ni okay. Kwamba issue ya loan, issue ya mkopo sio utaratibu, ni makubaliano. Yes. Sawa. Ipo hivyo. Klabu A inakubaliana nini na klabu B kwenye mkataba. Wow. Mfano, Yanga imemtoa kwa mkopo mchezaji Ofen Chikola kuja kwenu. Chikola si yupo kule? Ndio. Na iliruhusu acheze pindi timu hizi mbili zinapokutana, lakini ilizuia kwenye mkataba wa Celestini kuwa. Umesoma Yeah. Kwamba sio utaratibu, ni makubaliano. Klabu mnakubaliana. Yes. Kwamba Yanga wao wamemruhusu Ofen Chikola kucheza dhidi yao. Ni mchezaji wao, lakini anaweza kucheza dhidi yao. Si ndio? Yes. Lakini ekuwa hawakumruhusu kwenye michuano ya kimataifa. Okay. Kwa sababu waliofia wanaweza wakakutana afu dogo akawa amewaka. Si ndio? Yeah. Walizuia. Ndio. Ni makubaliano tu, anaendelea hivyo. Ni makubaliano tu. Hivyo wachezaji wenu wawili walio kwa mkopo Yanga, ndio mliruhusu wacheze dhidi ya timu hizi, mliruhusu wacheze dhidi yenu timu hizi zinapokutana, Mohamed Damaro na Frank Asinki. Kumbe walikubaliana na waliwaruhusu wacheze. Kuna changamoto. Umeona? Anasisitiza sio swala la utaratibu, ni makubaliano, si mkataba wa mkopo. Yes. Mnakubaliana. Huu upotoshaji unaofanywa na huyu kijana mnapaswa kuukemea mara moja. Amefanya vyombo vingi vya habari vimetoa taarifa ya uongo leo kuhusu jambo hili. NB. Waandishi pia muwe mnasoma kanuni zinapofanywa marekebisho. Mchezaji mwenye kadi 4 za njano ndio anakosa mchezo unaofuata na sio kadi 3. Na so far hakuna mchezaji yoyote wa Yanga aliyefikisha kadi 3 za njano. Kukosa mchezo ni mpaka ufikishe kadi 4. Lakini so far mpaka sasa hakuna hata aliyefikisha kadi 3. Semaji anamaliza hivi. Na
pigia mstari hapo kwamba Asinki na Damaro wamo. Hapo ndo tunarudi sasa kusema mambo mengine yanakuwa kama ya kifamilia. Sasa familia ipi na kwani ni familia moja hii? Sasa unaonaje? Nani na nani? Si hao wawili ambao wamewasoma. Unajua familia unakujaje? Hivi fikiria Diego, fikiria. Familia kwa maana ya watu au timu? Timu wanavyojiendesha, yani kama familia. Yani wao Yanga na Singida? Yani kama vitu ambavyo vipo katika utaratibu. Hivi fikiria. Yani haiwezekani mimi na yeye tunafanya kazi kwenye ofisi moja. Si ndio? Mimi ndo nina mamlaka ya kuzungumzia jambo lolote ambalo lipo kiofisi. Maana wewe ni mtendaji, lakini wewe ukishafanya kazi yako ya kiutendaji, mimi ndo napewa hiyo taarifa ya kwenda kuwajuza umma. Alafu tufanye biashara na ofisi nyingine. Alafu nye mmalize huko, mimi nisipewe taarifa. Kwa sababu hiki ambacho kinaendelea, mimi kwangu naamini binafsi kuna mambo ambayo yamefanyika labda Masanza hajaambiwa. Inawezekanaje? Sasa kwa nini Masanza aende kuandika kwamba Damaro yupo? Inawezekana ni amechukulia mazoea ya, unajua imezoeleka hivyo Hakunaga mazoea hivyo. Kuna vitu hajui. Ya mimi naamini hivyo, kuna vitu hajui. Na klabu ya Singida ina shida sana. Amini. Na ndio maana waga haidumu. Unajua tangia tukirudi Singida zimepita kama 3-4 hivi. Singida United, Singida All Star, Singida Big Star, Singida Black Star, Singida nini. Ilianzia kule kwenye DTB, mara imerudi huko. DTB ikapanda daraja, unakumbuka? DTB ilichukua ubingwa kama sikosei. Ubingwa wa championship. Yani unaweza ukasema labda Singida Black Stars, yani sijui nifananishe na timu gani. Yani of course sijui malengo yao yanakuaga nini, kwa sababu kama wao wangekuwa malengo yao ni kutoa ubingwa. Hapana, hawana malengo hayo. Walizungumza hivyo. Sidhani, kwa sababu timu ambayo ina malengo ya kuwa bingwa haiwezi. Kuna wakati mimi nahisi kuna muda Singida inatumika kama daraja kuwapa watu ubingwa. Sasa daraja ambalo linawajibika kuwapa kina nani ubingwa? Yaani wao hawashindwi kuwa na wachezaji bora wakapa watu wengine bora kaenda kuwasaidia. Yaani simple. Yaani wao wanakuwa tayari kuwapokea wachezaji ambao wamefeli sehemu fulani, alafu wakachukua wachezaji wao bora wakawapeleka kwa mpinzani. Mchezaji kufeli timu A sio kwamba hawezi kung'aa timu B. Namaanisha hivi, nyie timu yenu si mna malengo? Tupo ligi moja. Mfano mimi hapa Katalambula FC na Diego FC. Kwangu mimi Katalambula FC nina wachezaji ambao wawili wamefeli. Sina shindana na yeye Diego FC. Alafu mimi nakuja kukupa wachezaji wangu ambao wamefeli. Alafu mimi naenda kuchukua wachezaji ambao kwako ni tegemezi. Hela kati unaona mikopo hapo shekhe. Hela gani mikopo? Labda watu anza akasema labda tunaisema Yanga, sio Yanga tu. Hata kwa Simba, Soa, Kibabage, Chama. Lakini Singida naye kama kwenye issue hiyo ya Yanga, Singida naye amenufaika. Anufaika nini? Sikapewa Chikola. Hapo nyuma alitoka kupewa Chama. Kapewa, hajapewa. Sasa yani Yanga wakitaka kumzuia Chama wangemzuia tu. Wasingeweza wangebaki naye. Wasingeweza kubaki naye. Yani kama Yanga wangemuhitaji Chama. Yani Chama angebaki. How sure? Kwamba Chama anaiacha Yanga naenda Singida. Alishamaliza mkataba Chama. Sasa ndo nasema Yanga nao wangekuwa wanamtaka Chama. Wangebaki naye kwamba Chama tunamtaka abaki hapa. Na angebaki asingeenda. Lakini hata kumtaka inategemea. Lile ni pande lile kwamba mzunguko
kuzunguka hivi. Alafu hapo Yanga alishawapa Singida wachezaji wake ambao walikuwa wa moto. Wachezaji gani wa moto? Wakina Kaseke, kama unakumbuka. Wamewapa wakina nani wale? Kina nani? Niambia mchezaji gani regular Young Africans Aucho hajapewa. Aucho alishamaliza. Aucho alishamaliza Yanga. Yani kwamba Yanga wangekuwa wanataka kubaki na Aucho, wangebaki naye. Hawakutaka sasa. Yani tofautisha, ujue kumpa mtu na mtu kumchukua. Mimi nikimalizana naye kimkataba, nikienda sehemu, uwezo ukasema nimewapa fulani. Nimemalizana na wewe, naenda kukaa chini na wale. Ila wewe upo chini yangu kimkataba na kutoa kwa mkopo, hapo ndo tumepeana. Na ndio maana hata Ahmed Ally alipiga kelele sana swala la Nixon Kibabage. Haiwezekani nyewe mnatoa release letter mnaandika kwamba tumempeleka sijui Simba kwa sababu Simba anashiriki michuano mikubwa, akati mchezaji mmemalizana naye na anawadai. Inakuwaje mmempeleka? Huyo mmemalizana naye kaenda. Hakuna mchezaji ambaye regular katika kikosi cha Young Africans Yanga akamtoa wakampeleka kule. Hakuna mchezaji huyo. Labda leo kinao angalia kina Masalanga au national team material, mtu anaitwa, unamtoa nenda. Young Africa mtake yoyote pale anapewa. Kwa sababu Yanga ana potential ya wachezaji kuonekana zaidi, kutumika zaidi. Ni faida kwa nani? Kwa Singida. Yaani Singida anufaika nini kwa wachezaji wa Young Africans kuperform? Anufaika nini? Wewe si shabiki wa Arsenal? Wewe si shabiki wa... Subiri nikutolee mfano. Wewe si shabiki wa Arsenal? Ndio. Wewe umenufaika nini na Manchester City kuchukua wachezaji wetu wewe? Wachezaji gani? Kwani base ya Man City imetengenezwa wachezaji gani? Sio Arsenal. Unazungumzia wanamchukua Krich, wanamchukua, ndio wameitengeneza tena. Sawa. Haya. Sio tu Man City, umenufaika nini wachezaji wetu kwenda Barcelona? Hela imekaa hapa. Hela imekupeleka wapi? Yaani tayari nimekupa mfano ambao kuna wale ambao wanafuatilia sana soka la nje kwa sababu lipo open, transparent, yani unajua huko kasajiliwa hapa. Na maana mara nyingi sana napenda kutumia mifano ya huko. Kwa mtu anapata picha. Ni kama ambavyo Chelsea walinufaika Raheem Sterling alivyoenda Arsenal. Kidogo amekuwa na mchezaji ambaye timu yake imemaliza ya pili. Kama wangechukua ubingwa hapo ndo wangesema amenufaika. Sometimes kubalance vitabu. Sasa kubalance vitabu wewe haikunufaishi, kwa sababu ungekuwa na uwezo pia ungemvunjia mkataba asiwe wako tena. Tubaki kwenye soka letu la Bongo. Ndio hivyo soka letu. Kabumbu Labda Singida naweza nikafanisha na Southampton. Ni timu Singida klabu kubwa. Simona kimataifa nini? Imepata nafasi kimataifa. Namungo mbona kafanya hivyo? Kwani Namungo ni timu ndogo? Timu kubwa. Namungo na Singida mkubwa nani? Wana Guardiola pale, boli itembee. Namungo na Singida ukiziweka mkubwa Singida. Kivipi? Mmiliki wake bado kwa madarakani. Madarakani kivipi? Yes, sasa tunaendelea tulipoishia na kubwa zaidi. Tunafahamu kwamba Young Africans tumewatazama. Yes. Umuhimu wa wachezaji ambao wanawakosa, si ndio? Yes. Damaro tumtoe pale. Kwa maana atakuwepo. Si ndio? Huyu issue yake kwanza hivi Damaro ni Mtanzania? Na yeye umerejea huko tena. Katalambula Yusuf. Ujue Diego, wewe mbona kama una shida binafsi na Damaro? Sina shida binafsi. Katalambula kuna maslahi unayapigania. Mimi nataka nimsaidie Damaro. Wewe kuna maslahi unayapigania. Tuambie unapigania maslahi ya nani? Mimi napigania maslahi ya Damaro. Kwa sababu gani? Damaro ujue tuwe wa kweli. Kiwango chake kimeshuka kwa asilimia kubwa sana. Mechi moja. Sio mechi moja. Mechi karibu 3. Yaani tangu ulivyoanza sakata la kuelekea dabi ile Simba.
Damaro amekuwa ameonekana zaidi kwenye kucheza faulo kuliko kwenye kufanya intercept na kwenye kutengeneza mashambulio. Yaani sio yule Damaro ambao Young Africans walikuwa wanamchukua kutoka Singida. Kuna namna fulani ame drop. Sijaona. Unaona nini? Hapo alipo drop. Stats zake umeangalia Damaro. Kwa sababu kama ni kuvunja kuni hivyo, amevunja tangu anafika Yanga. Kwenye Mapinduzi tumemwona amevunja sana kuni. Na kupitia Damaro wa Singida. Na Damaro watangu lilivyoanza sakata la dabi kwamba Simba wanaweka pingamizi kwa Damaro kujua kwamba ni Mtanzania au si Mtanzania. Yaani kutoka pale hadi hapa Tanzania ndo anatakiwa anakuwa na kibali cha kucheza. Yaani psychologically kuna namna fulani anaathirika. Mimi naamini Damaro kuna kitu ameathirika. Ukitaka kuamini hivyo, kuna wakati yani hadi wao Young Africans wanakuwa na hofu ya kumchezesha. Kama mechi ya JKT Tanzania walikuwa na hofu ya kumchezesha. Pengine labda angepata takadi akakosekana katika mchezo wa dabi. Kuna namna fulani atamchezesha kwa tahadhari. Hiyo ni kuonyesha umuhimu alionao. Acha umuhimu, tahadhari. Wewe sasa hivi nikwambia unitajua wachezaji wenye umuhimu watatu. Utamtaja Damaro ndani ya Yanga? Kata. Taja watatu. Djigui Diarra namba 1. Damaro. Kuna kile chuma kimeumia kinakaa nje miezi miwili. Sasa si watatu umesema? Ndo naendelea. Djigui Diarra, Damaro, Pacome. Ile base ya mabeki pale kwa maana Dickson Job pamoja na Yanga na mtaji mkubwa sana wa mabeki kuliko kiungo cha kati. Mtoe Damaro pale. Unajua Yanga imepata tabu sana eneo la katikati. Wakati wapo akina Balakonte nani, yani hakukuwa na yule mtu kwamba eneo la katikati linacheza hivi. Beki zinalindwa hivi mpaka alipokuja Damaro. Duke Abuya afanya kazi yake vizuri. Sasa Duke Abuya hana matumizi ya Damaro. Wewe mwenyewe unalijua hilo. Yaani Duke Abuya hatumiki kama Damaro anavyotumia kwamba yeye anakaa pale chini, alafu Damaro anapokaa anamuona Duke na Mudathiri juu hapo. Yaani ipo hivi. Si ndio? Ipo umeona Young Africans. Yeye ndo anakaa na walinda wale mabeki na viungo hawa. Yaani Damaro yeye juu yake. Duke Abuya juu yake amuoni Damaro. Okay. Nakuja kuuliza. So, Damaro kabadilisha nini Young Africans kwenye eneo la kiungo? Uchezaji. Ameongezea confidence mabeki nyuma. Yaani umeona Young Africans imebadilika baada ya kuja kwa Damaro. Kabisa. Kabla ya wao kufikiwa. Kubadilika kuna mawili. Kuna kubadilika kwa tofauti na nyuma. Yaani kwa maana nyuma walikuwa wanacheza vizuri, sasa hivi umebadilika au umeongeza kitu. Yanga bila Damaro na Yanga Damaro. Ipi bora? Alafu hata hapo tunaposema kwamba Damaro kama amepuyanga hivi kwenye mechi, tuseme tutolee mfano mechi ya Simba, si ndio? Tuiangalie mechi ya Simba. Tuiangalie mechi ya Simba. Damaro kazima mechi ya Simba, yani mchezaji wa Young Africans ambaye alikuwa bora hapo namgusa Djigui Diarra. Sio peke yake. Wapo wengine lakini walicheza average. Max yakuwa vile. Dube. Damaro alionekana kwa sababu muda mwingi sana yeye ndo alikuwa analazimika kutuliza ile pressure kutokana na uwezo alokuwa nao Yusuf Kagoma na Alassane Modo Kante. Baada ya kushushwa Ino Loemba ndo kabisa Damaro akaonekana. Kuna baadhi timu ikiwa dhaifu wanaonekana zaidi mabeki, kiungo namba 6 kutokana na pressure ambayo wao wanaipitia.